wangu wa Tanzania na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina yangu naitwa Leonard Tungaraza Manyama, ni wakili wa kujitegemea, mwanasheria na wakili wa kujitegemea, lakini pia ni diwani wa kata ya Wazo iliyo ndani ya jimbo la Kawe, halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nikajiuliza, kwa nini natumia muda mwingi kuweka hiyo disclaimer, kuweka hiyo kinga? Majibu ni kwamba anaelewa kwamba alichokuwa anakifanya ni makosa na ni kinyume na kanuni, sheria, taratibu na maadili ya nafasi alizonazo. Na ndio maana akawa anaweka hiyo kinga. Lakini kwa watu wanaoelewa na mtu ambaye akili yake imetulia, ufahamu wake uko sawa sawa, hana ugonjwa wa akili, lazima shtushwe na hizo kinga au maneno ambayo yamesemwa na Askofu Gwajima. Na ni kwa nini aliamua kuonyesha kwamba ili au haya maoni anayatoa tu kama Mtanzania wa kawaida? Ni kwa sababu anajua alichokuwa anakifanya ni kinyume cha taratibu, ni kinyume cha sheria, ni kinyume cha kanuni za maadili ya Chama cha Mapinduzi, lakini hata kanuni za Bunge. Unapokuwa mjumbe wa NEC, unapokuwa mbunge, maoni yako, mitazamo yako, taarifa zako zina namna ya kuziwasilisha katika vikao vinavyohusika. Bungeni, kwenye vikao vya party caucus. Gwajima ni mbunge anayetokana na Chama cha Mapinduzi, maana yake ni mjumbe wa party caucus ya wabunge wa Chama cha Mapinduzi, ambaye mwenyekiti wao ni waziri mkuu. Kwa hiyo kama ana jambo lolote, ana platform kubwa zote ambazo anakutana na viongozi wote wa nchi. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye alikuwa na dhamira njema na nia njema na taifa letu la Tanzania, alikuwa na fursa ya kuwasilisha hizo taarifa alizonazo na hayo majina yote aliyokuwa ameorodhesha, angeyawasilisha kwenye mamlaka zinazohusika. Lakini anasema ya kwamba anatoa maoni yake kama raia wa Tanzania. Hakuna kitu kama hicho. Unapokuwa mbunge, wewe ni mbunge. Haujivui ubunge wako kwa sababu umefika hatua ya kuongea na vyombo vya habari eti unatoa maoni yako, unauvua ubunge wako. Ukisha kuwa mbunge, ubunge wako, na tunakutambua wewe ni mbunge na tunakutaka ubehave kama mbunge kwa kipindi chote cha ubunge wako, mpaka pale utakapojiudhuru au utakapoondolewa na kufukuzwa ubunge wako kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi. Ukiwa mbunge, you are always a member of parliament. You are a parliamentarian. Hakuna namna utafika hatua kwamba hapa mimi ni mbunge, hapa mimi si mbunge. Ukishakuwa mbunge, ujivue ubunge wewe. Kwa hiyo huwezi kusema kwa sababu leo ninaongea na media basi mimi sio mbunge, ni raia wa kawaida. Unapokuwa mjumbe wa NEC, wewe ni mjumbe wa NEC mpaka pale utakapojiuzuru au utakapoondolewa au muda wako utakapokwisha. Hakuna nyakati tunasema leo mimi ni mjumbe wa NEC, kesho mimi si mjumbe wa NEC, au leo ninaongea na vyombo vya habari naongea kama mjumbe wa NEC, kesho naongea na vyombo vya habari siongei kama mjumbe wa NEC. Yaani kisheria hakuna kitu kama hicho. Wewe ni mjumbe wa NEC, utaendelea kuwa mjumbe wa NEC na lazima ubehave kama mjumbe wa NEC. Na ndio maana tunawaambia viongozi wetu, kuna miiko ya uongozi. Mimi ni diwani, kuna miiko ya udiwani. Nitaendelea kuwa diwani mpaka pale nitakapojiuzuru udiwani wangu, au mpaka pale miaka yangu 5 itakapoisha. Kwa hiyo namna ninavyoishi, namna ninavyoongea, namna ninavyotoa maoni yangu lazima yaendane na miiko kama diwani. Hakuna namna nitasema mimi leo ni diwani, kwa hiyo ninaongea hivi, wakati huo bado uko kwenye kiti cha udiwani, baadaye unajivua mwenyewe. Kwa hiyo nilishangazwa sana na kauli ya Askofu Gwajima ya kutaka kutuadaa ya kwamba maoni yale aliyatoa akiwa nje ya zile kofia mbili alizonazo. Sasa swali unajiuliza, ni nani aliyemvua hizo kofia? Lini alijiuzuru ubunge wake? Lini alijiuzuru kuwa mjumbe wa kamati ya halmashauri kuu ya taifa? Ni lini alijiuzuru kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa? Kwa hiyo unaelewa ya kwamba ni uelewa mdogo, na ni kwa sababu anajua alichokuwa anakifanya. Raia mwingine wa Tanzania wa kawaida, kwa sababu hana hizo platform alizonazo mbunge, alizonazo mjumbe wa NEC, kutoa maoni yake ni sawa sawa. Kutoa maoni yake ni sawa sawa, lakini pia maoni ambayo hayavunji sheria za nchi. Uhuru wa maoni una mipaka yake. Hakuna uhuru wa maoni ambao una mipaka. Na hakuna mtu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaruhusiwa kuongea lolote au chochote bila kuzingatia sheria za nchi. Kwa hiyo huyu ndugu yangu alielewa fika kwamba anachokifanya
ni kuvunja katiba ya nchi, ni kuvunja kanuni za maadili, ni kuvunja taratibu. Ni muombe Askofu Gwajima ajitokeze hadharani kama alivyoitwa media, amuombe radhi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na taasisi ya rais. Ikulu ni mahali patakatifu. Ni kutuvunjia heshima wa Tanzania kuihusisha Ikulu na vitendo vya kihuni vinavyofanywa na watu wahuni wachache. Askofu Gwajima amuombe radhi Mheshimiwa Rais, na kiomba chama changu cha Mapinduzi kichukue haraka sana hatua za kinidhamu dhidi ya Askofu Gwajima. Chama cha Mapinduzi kichukue hatua za kinidhamu dhidi ya Askofu Gwajima. Akaahidi kuleta boti za uvuvi kwa vijana wa jimbo la Kawe. Mpaka leo vijana wanauliza hizo boti ziko wapi? Mimi namuomba Askofu Gwajima arudi jimboni, aje tushirikiane kutatua kero za Watanzania, kero za wanakawe. Hatumuoni jimboni, hayupo popote, haonekani popote. Ndugu Gwajima, rudi jimboni, njoo tuwatumikie Watanzania, wanakawe ambao uliomba dhamana ya kuwatumikia. Haukuomba dhamana kwa wanakawe ili uende ukamchafue Mheshimiwa Rais na kutoa hotuba ambazo hazina msingi wowote kwa taifa letu la Tanzania. Nawashukuru sana ndugu zangu wa Tanzania. Tuendelee kudumisha umoja wa taifa letu. Tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana kwa taifa letu. Tangu ameingia, umoja wa taifa letu ni mkubwa. Amekamilisha miradi mikubwa ya kimkakati aliyoachiwa ambayo watu wengi tulidhani lisingeweza kukamilika. Bwawa la Mwalimu Nyerere linazalisha umeme sasa hivi. Reli ya kisasa ya SGR Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma imekamilika na zingine zinaendelea. Miradi mikubwa ya maji, Same Mwanga huko ameenda kuzindua. Miradi ya elimu, afya, barabara. Amefanya kazi kubwa sana Mheshimiwa Rais. Ukiambiwa uielezee hata wiki moja itoshi kuongea na vyombo vya habari kuelezea mambo makubwa aliyoyafanya Mheshimiwa Rais. Niwaombe wa Tanzania, tuendelee kumwombea Mheshimiwa Rais afya njema, tumuunge mkono na tushikamane kwa pamoja kudumisha umoja na amani ya taifa letu, lakini tuwakemee na tuwafichue wale wote wanaofanya vitendo vya kijinai vyenye lengo la kuchafua amani na umoja wa taifa letu la Tanzania. Tunawasihi na kuwataka wale wote ambao wana nafasi mbalimbali aidha za kutuwakilisha katika vyombo vya dola, ima ndani ya vyama vya siasa, matamshi yao wanayoyatoa wayatazame. Wanazungumza nini? Wanasema wapi na katika eneo gani? Kipindi tulicho nacho si kipindi cha kuzungumza maneno ambayo yataleta adha, kero, shida na changamoto kubwa katika taifa letu la Tanzania. Kipindi hiki wako baadhi ya wanasiasa wasiotakia mema taifa letu la Tanzania. Ndio kipindi ambacho hupenyeza na kupitisha agenda mbalimbali zenye kulifarakanisha taifa letu la Tanzania. Tumieni kazi mlizozifanya kwa wananchi wetu kuwa kama kielelezo cha nyinyi kurudi katika nafasi mlizo nazo. Msitumie uchonganishi kwa wananchi kama sehemu ya kujipatia uhalali wa kurudi katika nafasi mlizo nazo. Sote tunaamini utekaji, upoteaji kwa wananchi katika taifa letu la Tanzania, na tunakubaliana si jambo jema na zuri kwa ustawi wa taifa letu. Alitakiwa ahubiri na kukemea utekaji, sio kwa kuishambulia serikali. Utekaji, watu waache utekaji. Mimi kwa mfano bifu zangu za kwenye muziki, si ndio? Sina mabifu kwenye muziki. Nilishataja mashoga. Kwa hiyo mashoga akija kuniteka sasa hivi isingiziwe serikali. Mimi nimewataja mashoga mara ngapi? Nyimbo zangu hazipigwi kwenye maredio. Nina mabifu na maredio makubwa. Nina mabifu na watu wenye hela. Kwa nikija kutekwa sasa hivi Dudubaya haonekani. Ndio asingiziwe Mama Samia. Ndio asingiziwe usalama wa taifa. Mimi na mabifu yangu baba.